mtu mmoja akamchoma mkuki ubavuni ili kuhakikisha kwamba amekufa. Alipomchoma ule mkuki, damu ikatoka na maji, wakajua Yesu amekufa, wakajua amemmaliza. Wachawi wa mji huo wakajua amekumaliza. Nisikilize mtu wa Mariamu, Yesu Kristo, watu walisherehekea, watu wakashangilia, wabaya wake wakafurahi. Na maandiko yanasema akaja Yusufu wa Arimathaya, alikuwa mwanafunzi wake wa siri, akaomba kumzika Yesu, akamchukua Yesu. Walipomaliza kumzika, wakaweka jiwe kubwa na kilo nyingi za kutosha, na wakaweka ulinzi, maana walisema huyu mtu alipokuwa hai alisema hivi ya kwamba atakuwa kaburini na siku ya tatu atafufuka, lakini sasa lazima tumlinde, lazima tulinde kaburi mpaka tuhakikishe ameoza. Nisikilize mtu wa Mungu, walipomweka kaburini, maandiko yanasema siku ya kwanza Yesu alikuwa kaburini, siku ya pili Yesu alikuwa kaburini, ilipofika siku ya tatu, Shetani na matakwa yake aliyekuwa anafungua za uzima, aliyekuwa amewakandamiza wanadamu, alikuwa pale katika ikulu yake, anafurahi, anashangilia. Basi akusumba na kusumbua, akamwona mwanaume anakuja, yule mwanaume aliposogea, alipokuwa amekaa, anamwambia leta. Alikuwa zimeshika Shetani kabali, anamuona mwanaume anaingia, mwanaume anasogea. Alipomwona akaanza kutetemeka, akamwambia bring my keys, leta funguo zangu, kuna funguo za uzima, leta funguo zangu. Akashika funguo zangu, aliposhika funguo, maandiko yanasema